Sasa hapa nilikuwa nimekaa nikawa nimewaona kuku wachache ambao wapo kwenye hiki kijibanda, nikakumbuka mbali, nikakumbuka nyuma. Wakati tunaanza ufugaji tulikuwa tunafuga kuku wachache sana, tulikuwa tunatumia mtaji mdogo, lakini tulikuwa tunapata kipato ambacho kinaweza kuridhisha. Kwa hiyo kupitia hii story ambayo sisi pia tuliifanya hapa KingoFarm, tulianzia sehemu ambayo tulianzia. Mimi pia ninataka kushawishi wewe ambaye unaitazama hii video kwa kufanya hivi. Ninaamini kabisa ule ufugaji ambao tulikuwa tunaufanya kipindi hicho ndio ulifanya au ulitupa chachu ya sasa hivi kuwa na mabanda yote haya, kwa sababu ulitoa matokeo na tuliona faida, tuliona pesa. Kwa hiyo tukaendelea kuwekeza zaidi ili tuweze kupata pesa vizuri zaidi. Sasa nitaanzia hapa kwamba unaweza ukafuga kuku wachache. Saso hapa mimi nitazungumzia sana Saso ambao ni chotara. Ndani ya chotara humo kuna Saso, kuna Broiler, kuna Taniblo, kuna Malawi. Hawa ni kuku ambao wana sifa moja ambayo huwa inawafanya wafugaji wengi sana wapende kuwafuga. Ni neno kama lilivyo lenyewe chotara, kwamba ni nusu kisasa nusu kienyeji. Wana mazingira, kuvumilia mazingira ni kama kuku wa kienyeji, lakini kwenye ukuaji na kutoa matokeo ni kama kuku wa nyama au kuku wa mayai. Hawa ni kuku ambao kama tetea utamfuga, ana uwezo wa kukutagia mayai kama ambavyo layers huwa anataga kila siku. Hawa kuku jamani, huwa hawalali mayai yao. Kwa mwaka wanaweza wakataga mayai hadi 280, na mayai yake kama amepandwa na jogoo, unaweza ukamwekea kuku wa kienyeji akayatotoa vizuri kabisa, au ukayapeleka sokoni. Lakini pia kwa jogoo, kwa mfano ukifuga jogoo ni kuku ambao wanakuwa kwa haraka sana. Na kumbuka kipindi sisi tunaanza tulikuwaga tunaweza tukanunua labda hivi vikuku kipindi hicho vilikuwaga kimoja kinauzwa 10,000 vikifika umri kama huu ambao unauona hapa. Ndio maana nimekumbuka. Unaweza ukanunua labda jogoo wako labda 20 au 10 kwa 10,000. Kwa hiyo kama ni 100,000 hivi au 200,000, kisha ukafanyeje? Ukawaweka bandani na ukawafuga wewe kwa mwezi mmoja, tena kama sio mwezi mmoja na nusu, wanakuwa jogoo wakubwa kabisa, kiasi kwamba tulikuwa tunawauza hadi 25,000. Ukijumlisha na chakula, labda kama ukijumlisha na chakula utakuta chakula labda wametumia cha shilingi 5,000. Tulikuwa tunachanganya chakula. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ambayo tulikuwa pia tunapata faida kiurahisi kabisa. Unakuta ndani ya mwezi mmoja na nusu umesha jipatia labda umeshajipatia 200,000, 100,000, faida 10,000 kwa kila kuku. Kwa hiyo nikasema kwamba ninaweza nikawaelekeza wafugaji wakafuga, manake utapata pesa ya ziada pia. Umeona? Kwa upande wa jogoo unaweza ukafanya hivyo kama ambavyo sisi pia tulifanya. Ukatafuta kuku wa bei ndogo ambao wafugaji wameshawatoa tokea wakiwa vifaranga, yani wamewafuga tokea walipokuwa vifaranga, kisha ukaja wewe ukawaendeleza pale kuwafuga mwezi mmoja na nusu, mwezi mmoja au hadi miezi miwili. Ukapiga mahesabu umetumia gharama gani, ukaongeza faida yako, ukapata faida ambayo utaipata pia, bei ambayo itatakiwa umuuzie mtu. Ni sehemu nzuri sana ya kuanzia kufuga, itakufanya baadaye utapenda kufuga zaidi na utaongeza kama ambavyo sisi ambavyo tumefanya hapa. Eneo la pili, unaweza kuwafuga tetea. Na uzuri wa hawa kuku, wewe unachagua tofauti na vifaranga. Ukiagiza vifaranga, inatakiwa uchukue vifaranga wanakuwa wamechanganyikana, jogoo na tetea wanakuwa hujui. Ila kama unanunua wa umri huu, unawachagua labda mimi nataka tetea 20, nataka jogoo 10, na ukawafuga vizuri kabisa. Na ni sehemu nzuri sana ya kuwasoma kuku magonjwa, na ili eneo sisi ndio eneo
ambalo tulilitumia kujifunza vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na ufugaji wa kuku, namna ambavyo wafugaji wana maeneo ambayo wanakosea, kwa sababu sisi pia tulikuwa tunauliza wafugaji, tunaambiwa tukija apply hapa, kama ni dawa, tukija kutengeneza dawa hapa haifanyi kazi, tutatafuta nyingine. Hapo ndipo tulipogundua kwamba tiba za asili zinafanya kazi vizuri sana, kwa sababu kuku wetu tulikuwa tukiwapa dawa hizi za dukani walikuwa hawaponi vizuri, lakini tukiwapa za asili, labda tukachuma majani ya mpapai, kama walikuwa wanaharisha tukawapa, wanapona. Kwa hiyo tukathibitisha kupitia hawa kuku ambao ni wachache, na baadaye tukapata ujasiri wa kwamba hata kama tukifuga kuku 1000, 2000, 3000, 4000 hawatatushinda, kwa sababu tunajua kitu gani ambacho tunakifanya. Kama unahitaji kitabu labda, maana sisi pia tunacho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kama unahitaji hicho kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji, au kitabu cha ufugaji wa hawa chotara kinaitwa Safari ya Ufugaji, au kama unahitaji kitabu cha tiba za asili, tuwasiliane. Kitabu ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia unaweza ukawa na kuku wako wachache kama hivyo, ukajiunga na kundi letu la ufugaji. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Sisi tumepata shida sana kwa sababu tulikuwa hakuna mtu ambaye anatusimamia kama vile anayetumenta. Kwa hiyo tukachukua muda mrefu sana kuzigundua hizi tiba, lakini kama wewe, sisi KingoFarm tayari tupo, itakuwa ni rahisi sana kwako wewe, kwa sababu kila maswali utakuwa unatuuliza sisi, kila tiba utakuwa unatuuliza sisi, tutakuwa tunakupatia. Eneo la pili bwana ni kwenye mayai. Unaweza ukachukua tetea. Ukichukua tetea, mayai hawa kuku yanauzwa gharama sana ya chotara, hasa ukipata wale ambao wanatutolesha. Kwa hiyo unaweza ukawa unauza mayai. Kwa mfano ukiwa na tetea wako labda 20, ndani ya siku 3 unakuwa umekamilisha tray moja, na tray moja unaweza ukauza hata rejareja wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaweza ukapata pesa nzuri kabisa kupitia hawa kuku ambao ni wachache, wala hutumii nguvu kubwa kwenye kuwalea. Kwa hiyo ni hivyo tu, nilitaka niwaelekeze namna ambavyo unaweza kutumia mtaji mdogo ili kujipatia kipato kwenye ufugaji wa kuku. Asanteni na kwaherini.